Mtazamaji wa Tanzania ITV, kuna siri nzito ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari tunapopeperusha matangazo haya kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Lakini kabla nifichue siri hizi nzito ambazo ni za ndani, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa wakati tunapoziweka katika mtandao wa Tanzania ITV. Cha muhimu zaidi, mtazamaji, usisahau kuponyeza patoni ya like button, ponyeza hiyo patoni, na karibu ni kufichulie siri ambazo tumezipata hapa Mbeya. Tunafahamishwa ya kwamba mke wa Mafuele ameweza kutoroka nchi kuelekea taifa la South Africa. Hali yazidi kuwa mbaya zaidi katika familia ya Mafuele baada ya mke wake kuondoka. Haya tumefahamishwa kupitia mwanaharakati ambaye anaitwa Rachel Ndangwa. Ndiye ameweza kufichua siri hizi ambazo ni za ndani. Niliweza kuwaeleza ni nani Mafuele. Faustin Mafuele ni afisa mwandamizi wa jeshi la polisi hapa Tanzania, na jina la Mafuele liliweza kugonga vichwa vya habari na kujulikana kupitia yeye ndiye alikuwa msimamizi, vile inadaiwa, wa kikosi ambacho kimekuwa kikiwateka nyara wa Tanzania na yeyote ambaye anapinga serikali ya Samia Suluhu Hassan na kuwafanyia ulawiti, kuwajinja, kuwafanyia madhambi ya hapa na pale, vile imekuwa ikidaiwa na wanaharakati hapa Tanzania. Ni masaa 72 yamepita tangu tuweze kupata taarifa kwamba Mafuele Faustin naye aliweza kutekwa nyara, na waliomteka nyara ni makomanda. Najua yeye alikuwa anawateka nyara, kulawiti, kuwafanyia madhambi watu wengi wale ambao wanapinga serikali ya Samia, lakini sasa naye akageukiwa akatekwa nyara Mafuele huyu kupitia makomanda wa jeshi la mwananchi hapa Tanzania, naye aliweza kufanyiwa vile alikuwa amefanya watu wengi zaidi hapa Tanzania. Aliweza kulawitiwa vile inadaiwa, naye aliweza kupakwa ama kuingiliwa kinyume cha maumbile ili naye asikie vile wengine wamekuwa wakisikia. Unakumbuka mwanaharakati kutoka taifa letu jirani la Kenya, Boniface Mwangi, alivyoeleza wakati walikuwa hapa Tanzania, na mwanaharakati mwingine kutoka taifa lile lingine jirani, Agatha, kutoka taifa la Uganda, walipofika kusikiza kesi ya Tundu Lissu, walitekwa nyara hapa Dar es Salaam, wakafanyiwa mabaya, wakaingiliwa kinyume na maumbile, wakawekewa chuma nzito, kilainishi. Sasa naye huyu amepakwa Mafuele. Lakini sasa baada ya hali kuzidi kugeuka, mke wa Mafuele ameona hali si hali, kwa sababu kuna kikosi ambacho kimetangaza hali ya hatari, kinaitwa TFF, Tanzania Freedom Fighters. Sasa mke wa Mafuele akaogopa, akaondoka katika taifa la Tanzania mida ya saa 9 na kuelekea taifa la South Africa baada ya kuhofia maisha yake, kwa sababu anaweza kushambuliwa wakati wowote vile mume wake Mafuele naye aliweza kutekwa nyara na kushambuliwa bakubwa. Ndio maana serikali hii ya Samia Suluhu Hassan inastahili kuweka mikakati maalum kuhakikisha kwamba wameachana na mambo ya kuteka watu nyara, kuachana na mambo ya kufungulia watu kesi za uhaini, kuwalimbikizia kesi tu ili mradi waweze kujiridhisha kisiasa, kwa sababu haya ndio yamesababisha Mafuele mke wake kutoroka, yamesababisha Mafuele
kulawitiwa ama kuingiliwa kinyume na maumbile, kwa sababu yeye alikuwa anatii amri ambazo zinatolewa kutoka huko juu. Unajua familia nyingi zimekuwa zikipitia mengi. Mtu anatekwa nyara tu, anafanywa madhambi hapa na pale. Jambo hili linastahili kuangaliwa kwa undani kupitia serikali ya sasa ya Samia Suluhu Hassan. Watu wawe na uhuru wa kuongea, watu wawe na uhuru wa kulaumu serikali kwa sababu wanairekebisha mahali inaenda kwa mto, inarekebishwa inarudi barabarani ili watu waweze kufaidika. Lakini vita hizi ambazo zinaendelea haziwezi kujenga taifa letu la Tanzania. Mara tunasikia ya kwamba Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais haelewani na rais Samia Suluhu Hassan. Haya yote ni kwa sababu ya siasa. Yanatoka kutoka kwa wanasiasa, yanaingia kwa vyombo vya dola, yanatoka kutoka vyombo vya dola, yanaingia kwa Mtanzania wa kawaida. Sasa tunashindwa pa kushikilia. Na uongozi huu ambao unadaiwa kuwa wa kiimla unastahili kurekebisha, kuhakikisha ya kwamba kuna uhuru, kuna amani, kuna utulivu. Na nimeona rais wa chama cha wanasheria katika taifa letu la Tanzania ambaye ni Boniface Mwabukusi, naye ameweza kusema ya kwamba imefika wakati vyombo vya dola na wale wote ambao waliweza kuhusika katika masuala mabaya ambayo ni ya kuteka watu nyara waweze kuchukuliwa hatua, waweze kuchunguzwa kwa undani ili haki iweze kutendeka. Ameandika katika mtandao wake wa kijamii Boniface Mwabukusi, na akaelezea vile watu wamekuwa wakipitia magumu. Watu wamekuwa wanashindwa cha kufanya, na haya ni kwa sababu ya siasa. Imefika wakati sheria inastahili kufuatwa. Kama hamuna sheria Tanzania, tuhakikishe ya kwamba tuko na katiba mpya ambayo inaweza kuwa na uhuru kwa watu wote kwa ujumla. Na sasa tunashindwa penye tunatoka na penye tunaelekea. Boniface Mwabukusi akasema utendaji wa jeshi la polisi kuhusu utekaji na upotezwaji wa watu unaoendelea uchunguzwe. Mdude Mubaluka, Nyagali polisi makao makuu waliunda mpaka kamati kuchunguza. Mpaka sasa kimya, japo afisa wao alitajwa bayana. Mzee Kibao, uchunguzi unaendelea. Soka na mwenzake mahakama ikaamuru polisi wachunguzwe. Mpaka leo kimya, labda bado wanachunguza amri ya mahakama. Yaani Humphrey Polepole tunasikia mpaka baadhi ya maafisa walirudi kuvunja gari lake na kuondoka na nyaraka. Uchunguzi unaendelea hadi sasa. Namna pekee na sahihi ya kupata majawabu kuhusu utendaji wa polisi na vitendo vya utekaji ni kulichunguza jeshi la polisi. Uchunguzi huru, jumuishi na wa kimataifa utategua kitendawili cha mtekaji na muwezeshaji wa utekaji. Vile sasa tumefika, tusikubali kamwe kupelekwa machinjoni kama kondoo wa kafara. Haki, ukweli na uwajibikaji utaliponya taifa, sio maombi ya kidini, ya kisanii, wala maridhiano ya jumla na ya hada. Hayo yote ni Boniface Mwabukusi akaandika. Kumaanisha hata tukisema uchunguzi ufanyike, hamna uchunguzi ambao unafanyika chini ya serikali ya sasa ya Samia Suluhu Hassan. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho usubscribe na uwashe kengele. Kuna patoni hapo chini, bonyeza tu na uwashe kengele. Tukutane baadaye. Kwaheri.